Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu siku tena, taifa lake Mwenyezi Mungu. Tunashukuru Mungu kwa Jumapili ya leo, ikiwa ni Jumapili ya kwanza kwenye huu mwezi wa pili. Tunaambia Mungu ni asante, ametuwezesha kumaliza mwezi wa Januari vizuri. Tunapomshukuru Mungu hivyo, tunaomba akatuongoze kwenye huu mwezi wa pili, nao pia uweze kuwa mwezi wa baraka katika maisha yetu. Mungu aendelee kutulinda sisi wote. Mungu aendelee kutupea amani. Mungu aendelee kutupea nguvu ya kuzidi kufanya kazi yake. Jumapili ya leo pia ninatumaini kwamba umeshiriki kwenye misa takatifu, umeshiriki mesali pamoja na wenzako, umesikiliza mahubiri, umepokea ekaristi takatifu, na Mungu anaendelea kuongoza na kuwafungulia njia. Na wakaribisheni kwenye tafakari yetu kwenye somo letu la Jumapili ya leo. Tunapata somo kutoka Matendo ya Mitume, sura ni ya 9, mstari wa 1 hadi wa 9. Wakati huo Saulo alikuwa akizidisha vitisho vikali vya kuwaua wafuasi wa Bwana. Alikwenda kwa kuhani mkuu, akaomba apatiwe barua za utambulisho kwa masunagogi ya Kiyahudi kule Damasko, ili akikuta huko wanaume au wanawake wanaofuata njia hiyo, awakamate na kuwaleta Yerusalemu. Lakini alipokuwa njiani karibu kufika Damasko, ghafla mwanga kutoka angani ulimwangazia pande zote. Akaanguka chini na kusikia sauti ikimwambia, Saulo, Saulo, kwa nini unanitesa? Naye Saulo akauliza, ni nani wewe Bwana? Na ile sauti ikajibu, mimi ni Yesu ambaye wewe unamtesa. Lakini simama sasa, uingie mjini, na huko utaambiwa unachopaswa kufanya. Wale watu waliokuwa wanasafiri pamoja na Saulo walisimama pale wakiwa hawana la kusema. Walisikia ile sauti, lakini hawakumuona mtu. Saulo aliinuka, na alipofumbua macho yake hakuweza kuona chochote. Hivyo wale watu wakamuongoza kwa kumshika mkono mpaka mjini Damasko. Saulo alikaa siku 3 bila kuona, na wakati huo hakula au kunywa chochote. Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, taifa lake Mwenyezi Mungu.
Mada yetu ya leo, Jumapili ya leo ni Saulo, Saulo, kwa nini unanitesa? Saulo, Saulo, kwa nini unanitesa? Tumsifu Yesu Kristo. Saulo ni mtu, pia Saulo it's a spirit. Ni roho ya kupinga mambo ya Mungu. Ni roho ya kupinga Injili. Ni roho ya kushikilia sheria ambazo zinagandamiza Injili. Kuna sheria zinazokandamiza nini? Injili. Ndio hiyo roho ya kusumbua na kufanya maisha yawe magumu kwa wale ambao wamejitokeza kutangaza Injili. Wewe unaamua tu kuwatesa, unaamua tu uwasumbue, unaamua tu uwakoseshe amani. Watu ambao wamejitokeza kuhubiri Injili, kutangaza Kristo, unaamua kuwasumbua. Ni watu ambao ama ni roho ambayo inajifanya imeshika sheria, lakini ukiangalia ndani hiyo sheria imeifuatilia kwa sababu inafanya maisha ya wanaomkubali Kristo kuwa magumu. Mm. Wala wanaomkubali Kristo anafanya maisha yao kuwa nini? Magumu.
nafanya maisha yao kuwa magumu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo Saulo ni spirit ambayo inapinga mambo ya Kristo. Unaweza pata mtu anasema hapa kwangu sitaki misa, sitaki watu wanakuja hapa misa, lakini atatengeneza masherehe za matambiko, ataleta wafanyikazi wenzake walevi, wakae hapo, wakunywe, wapige kelele. Lakini tu misa takatifu hataki asikie hizo vitu. Hataki kusikia neno la Mungu, hataki kusikia kwake kumegeuka kunakuwa kanisa, watu wanasali. Ndio maana nasikia hata kwa familia zingine unaambiwa hii familia hatuendangi kanisa, ukitaka kuenda kanisa utoke hapa. Ndio watu tunaishi nao. Ndio watu tunakaa nao. Watu tunaishi nao, tunatembea nao, lakini inapokuja masuala ya Kristo, ya kuja kanisani, ya kufuatilia mambo ya Mungu, hawataki. Wanaifrustrate kabisa. Kwa hivyo Saulo ni ile spirit ya kufrustrate watumishi wake Mwenyezi Mungu. Ifanye maisha yako kuwa magumu. Wasiweze kutoa huduma zinazohitajika. Saulo, Saulo, kwa nini unanitesa? Na kwa sababu Mungu ndio ametutuma, Mungu ndio anatutuma, Mungu ndio anatuita. Wakina Saulo wanapotutesa, hawatesi sisi haswa, wanatesa kile ambacho kiko ndani yetu, kwa sababu ambaye ni Mungu. Wao ndio wanafanya mambo ya Mungu isiendelee mbele. Wana frustrate huduma.
wana frustrate mipango au kazi ya Mungu katika maisha yetu. Kwa hivyo wanapotutesa sisi, wanapokutesa mimi na wewe kwa sababu ya Kristo, wanatesa yule Mungu ambaye yuko ndani yako. Wanatesa yule Mungu ambaye yuko ndani yako. Wanatesa Mungu ambaye yuko ndani yako. Kwa hivyo mambo mengi ambayo watu wanatufanyia wakifikiria wana harden, wanafanya maisha yetu kuwe magumu, sio sisi, unaifanyia Kristo. Ndio maana anakuuliza mbona unanitesa, sio ati mbona unatesa huyu, mbona unatesa Fadhaga, mbona unatesa huyu, mbona unanitesa. Ni Kristo anaongea. Mm. Unafanyia Mungu ambaye alikuumba. Kwa hivyo ni spirit ambayo tuko nayo. Hawa watu tuko nao, tunasali na wao, tunatembea nao, lakini ndio wale wanainuka kupinga kazi ya Mungu, kupinga Kristo asitangazwe. Mbona unanitesa? Yaani Saulo wametunyanyasa, wametutesa mpaka Mungu mwenyewe ameingilia kati. Ameamua kuuliza shida yako nini? Mbona unasumbua watu? Kwa sababu tu wamemkubali Kristo na wanamtangaza Kristo, sasa unaamua kuwa frustrate. Unataka kutesa watu wa Mungu. Unataka kutesa watu wa Mungu. Unataka kusumbua watu wa Mungu. Unataka kufanya maisha ya watu wa Mungu
wote ambao wanajitolea kufanya kazi ya Mungu yawe magumu. Lakini wakina Saulo, mkae mkijua kwamba mnayotufanyia hamfanyii mimi haswa, mnamfanyia Mungu ambaye yuko ndani yetu, ambaye ametuita. Saulo, mtu akiuliza Saulo, Saulo, kwa nini unanitesa? Nipea majibu. Saulo hatakuwa na jibu. Wakristo wamekosa nini? Hana. Na kwa sababu wanatutesa sisi, wanatesa yule Kristo ambaye yuko ndani yetu, Kristo mwenyewe huingilia kati. Kwenye somo letu la leo limetuonyesha jinsi Saulo alivyokuwa anawatesa Wakristo. Watu wengi hata saa hizi wanateswa kwa sababu ya kumkubali Kristo. Kwa sababu ya kumkubali nani? Kristo. Mungu anaenda kutuongoza. Mungu anaenda kututetea. Hata kwenye Biblia watu wameteswa kwa sababu ya msimamo wao wa Kristo. Kumbuka wale vijana, kitabu cha Makabayo, waliokataa kula chakula najisi, kukula nguruwe kwa sababu ya Kristo, waliuawa. Waliuawa. Stefano, kwa sababu ya msimamo wake wa Kristo, aliuawa kwa kupigwa mawe. Tuko na watu wengi ambao wanateseka kwa sababu wanateswa na wakina Saulo kwa sababu ya imani.
mitume wa Yesu. Kwenye napata watu wengi sana kwa sababu ya msimamo wao kumchagua Kristo waliuawa. Msimamo wa Kristo ni kusimama na gospel values. Yohana Mbatizaji aliuawa kwa kusema ukweli. Mungu endelea kutuongoza, endelea kututetea. Hata kama wakina Saulo wapo, kazi ya Mungu lazima itaendelea. Wakina Saulo ukiwaangalia kwa nje ni watu wazuri, wataangalia vizuri, utafikiria ni watu ambao wanafuata sheria, watatunga sheria ya ili wakitumia hiyo sheria wakumalize. Wanafanya juu chini kuhakikisha kwamba wametutesa, kuhakikisha kwamba wamefanya maisha yetu iwe magumu. Ila tusijali, kwa sababu tunajua hawafanyii sisi, wanamtesa Mungu, na Mungu mwenyewe atajitetea kupitia kwa njia zake. Saulo na wanaekanga mambo yao ikae vizuri, ili ukiwauliza mbona mmefanya hivi, mbona mmenitesa, watakwambia sisi tunafuata sheria, hata barua ndio hii. Kiangalia Uganda Matters, kwa sababu ya kusimama na mambo ya Mungu, kukubali imani, kumtangaza Kristo, waliuawa vifo vya ajabu ajabu. Tunaambiwa kwenye somo kwamba wakati huo Saulo alikuwa akizidisha vitisho vikali vya kuuawa wafuasi wa Bwana. Ujue baada ya ufufuko wake Kristo,
Injili ilianza kuhubiriwa kwa kasi. Wakristo walikuwa nakipitia, wanateswa, wanapigwa, wanafanyiwa mambo ambayo sio mzuri. Alikuwa akizidisha vitisho, na akaona kwamba akaenda kwa kuhani mkuu, viongozi wetu wa kanisa, anataka akaomba apatiwe barua za utambulisho kwa masunagogi ya Kiyahudi kule Damasko, ili akikuta huko wanaume au wanawake wanaofuata njia hiyo awakamate na kuwaleta Yerusalemu. Anapata barua ya utambulisho kutoka kwa kuhani mkuu. Yaani ni vibaya sana watu ambao nitakana watangaze na wafurahia kutangaza Injili, ndio hao wanatumika. Anaomba barua kutoka kwa kuhani mkuu, yaani anaweka mambo yake clear. Saulo hamtamuuliza, hamtamlaumu kwamba mbona umeua watu, mbona unatesa watu. Anambia niko na barua. Ndio maana watu ambao wanatutesa wanashirikisha hata wakubwa wetu, wanawaambia vitu tofauti na wakubwa wanawatuma. Barua anataka kuweka mambo ikuwe very official, ijulikane kwamba kazi ambayo anafanya hata Mungu anajua, kuhani wanajua ni kazi mzuri, kuhani Mungu anajua. Saulo anaitisha barua. Nauliza Saulo, Wakristo wamekukosea nini? Kama hutaki maneno ya Kristo siwezi ukae. Kuna watu hawataki mambo ya Kristo. Lakini alipokuwa njiani karibu kufika Damasko, ghafla mwanga kutoka angani ulimwangazia pande zote. Ako njiani kutafuta Wakristo awatese, awasumbue, na saizi anaangaziwa na mwanga. Anatoka kwenda kutesa Wakristo, anatoka kwenda kusumbua watu wa Mungu. Saulo alipigwa na mwangaza kutoka angani ukamwangazia pande zote.
akaanguka chini na kusikia sauti ikimwambia, Saulo, Saulo, kwa nini unanitesa? Hayo ndio maneno Mungu anakuambia hata wewe siku ya leo. Mbona unanitesa? Naye Saulo akauliza, ni nani wewe Bwana? Mbona unanitesa? Jamani, nimewaambia vitu ambazo watu wanatufanyia, wanafanyia Kristo mwenyewe. Saulo, Saulo, kwa nini unanitesa? Naye Saulo akauliza, ni nani wewe Bwana? Hawa watu wanaotutesa wanamjua Mungu hata kama hawa practice. Hmm. Wanajua kuna Mungu, lakini watu wanaweka tu kiburi. Wanaweka buri ya kutosikiliza neno la Mungu. Mi, ile sauti ikajibu, mimi ni Yesu ambaye wewe unamtesa. Watu watuache. Unapotesa huyu mtu unamtesa Yesu. Hmm. Mimi ni Yesu ambaye wewe unanitesa, unamtesa. Yesu akikwambia unanitesa mimi, sijui kama ukiendelea kutesa watu, kichwa yako itakuwa sio mzuri. Mbona unanitesa? Lakini simama sasa, uingie mjini na huko utaambiwa unachopaswa kufanya. Huko mjini utaambiwa unayapaswa kufanya. Lakini umekuwa ukinitesa. Tumsifu Yesu Kristo. Mateso kama yapi tunapitia? Unaweza kuwa unaishi mahali unaambia kwenye hii plot watu hatutakangi maombi, watu wa jumuiya yako wasikuja hapa kwa hii plot. Hmm. Watu wanaweza kufrustrate financially. Nasikia hata baba anaambia mama kwa nyumba, kama ni sadaka sikupei, kama unataka kutengeneza mambo yako mengine nitakupea pesa.
kusupport kazi ya Mungu, watu wanakataa. Wengine intentionally wana frustrate mapadri na wote ambao kwenye huduma ya kutangaza Injili. Wanaongea mambo mbaya kuwahusu. Wanaweka sheria ambazo hazitawezesha, au unaposikiliza hiyo sheria unaona tu vizuri wamepinga Kristo hapo. Wanakuripoti ovyo ovyo kwa wakubwa. Kama ni kazi, wanakunyima ruhusa ya Jumapili kuja misa. Tunga sheria ngumu. Kwa mfano, usiimba lakini usitoe sauti. Wanakutenga na watu. Ukienda mahali penye watu wengine wamekaa, wanakuachanisha hapo. Aka mama kanajifanyanga ni kaombaji sana. Wanaweza kukuhamisha wakupeleka mbali mahali hata hakuna kanisa, hakuna nini. Wanalenga tu usipate nafasi ya kutangaza Injili, ya kufanya Kristo afanye nini, ajulikane. Kwa hivyo lazima tusimame imara. Watakusingizia mambo, wengine watakupiga physically. Weka imani kwa Mungu, atakutetea. Maana Saulo kwa kukutesa wewe anamtesa Mungu, na Mungu mwenyewe atajitetea. Saulo amekipata. Alikuwa anafikiria kwamba ameshinda kila mtu. Naomba Mungu matukio kama hayawe kwa wingi, ili watu wengi wanaopinga Kristo wamu experience mwenyewe anapojitetea.
Kwa hivyo mateso ni mengi. Kristo anataka sisi wote. Kumbuka Mungu ametuumba in his own image and likeness. Kwa sababu ametuumba kwa mfano wake, hataki mtu hata mmoja afanye nini? Apotee. Ndio maana hata wewe ambaye unamtesa, mwenyewe atatumia mbinu zake kukurudisha kanisani. Kukuleta kwenye imani. Mungu hatakubali tupotee. Mungu hatakubali mimi na wewe tufanye nini? Tupotee. Hata wewe Saulo hatakurudisha kanisani. Saulo, ule mwanga ulimfanya akawa kipofu, haoni tena. Sasa inatakana apate msaada kwa mtumishi wake Mwenyezi Mungu. Na atamtumia Anania. Kwa hivyo napata kina Saulo, Mungu anawaletea matukio fulani katika maisha yao ya kuwarekebisha, na msaada uko tu kwa mikono za mapadri, kwa mikono za watu ambao wamemkubali Kristo, huyo Kristo ambao ulikuwa unamtesa. Kwa hivyo Kristo mwenyewe ataleta matukio fulani, life experiences fulani. Wengine ni magonjwa, wengine ni hata watapigwa na mapepo. Vitu zitafanyika tu mpaka waje katika mikono za wale ambao wamemkubali Kristo, mikono za Kristo ambaye wanamtesa, ndio waweze kupata nini? Usaidizi. Lazima watakuja kwenye mikono zetu. Hapo ndio watapata uponyaji, hapo ndio watafunguliwa, hapo ndio watapata mema yake Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Mungu atawarudisha tu. Kwa hivyo usiogope na wakina Saulo na vituko zao. Mtu ambaye alikuwa anafikiria anafanya vizuri kutesa Wakristo, kufanya maisha ya Wakristo kuwa magumu, alikuwa anafikiria ni sawa, hata niko na barua. Tena ni jambo baya sana kwamba ameshirikiana
na kuhani mkuu, yule ambaye nitakana awe kwenye mstari wa mbele kuleta watu kwa Kristo, ndiye anaandika barua ya watu wanaomkubali Kristo wakamatwe. Mm. Saulo baada ya yule mwanga alianguka chini, na Yesu alikuwa ashajitambulisha kwake, mimi ni Yesu ambaye wewe unamtesa, lakini simama sasa uingie mjini, na huko utaambiwa unachopaswa kufanya. Wakina Saulo, mnapokuja kwetu tutawaambia kile ambacho tutakana mfanye. Wengine muingie katika mafundisho ya dini mkabatizwe, wengine mfunge ndoa. Mm. Utaambiwa cha kufanya, na kama ukikataa kuambiwa, hauambiliki au hautaki kukubali chenye unaambiwa, basi usipochunga utabaki kipofu, hivyo macho haitafunguka tena. Kwa hivyo mnapoambiwa cha kufanya, please mushike na mfuate, ili macho iweze kufunguka na muweze kuwa vizuri. Wale watu waliokuwa wanasafiri pamoja na Saulo walisimama pale wakiwa hawana la kusema. Walisikia ile sauti, lakini hawakumwona mtu. Walisikia sauti, lakini hawakumwona mtu. Wale ambao walikuwa wanasafiri nani? Na Saulo. Kumbe Saulo ako na timu yake, hafanyi kazi peke yake. Ako na timu yake ambao wanaitumia kutesa watu wa Mungu. Nakuuliza, wewe mbona umekubali kutumika kwenye kutesa watu wa Mungu? Hmm. Saulo aliinuka, na alipofumbua macho yake hakuweza kuona chochote. Hmm. Mtu ambaye alikuwa anajidai, ninaenda, napeleka farasi mbio, saizi hawezi ona chochote. Sekunde hivi mambo imebadilika. Ikabidi ashikiliwe mkono, shikiliwe mkono. Sasa kiburi chake sasa akiko, maasira zake za kutaka kuja kutesa watu wa Mungu sasa hata azimsaidii. Hmm. Saulo aliinuka, na alipofumbua macho yake hakuweza kuona chochote. Hivyo wale watu wakamwongoza kwa kumshika mkono mpaka mjini Damasko. Saulo alikaa siku 3 bila kuona, na wakati huo hakula
au kunywa chochote. Mambo imekuwa magumu. Saulo sasa sio ile simba ambaye ilikuwa inajidai yeye ni simba kutesa watu. Hamna nguvu sasa. Anategemea kusaidiwa. Ashikiliwe mkono maana haoni. Tumsifu Yesu Kristo, taifa lake Mwenyezi Mungu. Kuna Saulo wengi tunaishi nao, wanatutesa, wanatusumbua, wanaongea everything na wako tayari kutumia nguvu zao zote ili kupinga Kristo asitangazwe na asijulikane. Hayo ni makosa. Watu wanatutesa, wanapinga kazi ya Mungu, wanasumbua tu kazi ya Mungu isifanye nini? Isiendelee. Watatumia ofisi zao, wanatumia connections ambazo wako nazo kwa makuhani wakuu, kwa wakubwa huko juu kwenye hata sisi hatuwezi fika. Wanasema cha kusema, ruhusa wanapewa, endeni sasa mkapinga Injili. Ninyi tuteseni, lakini mjue kwamba mnamtesa Kristo ambaye ametuita kwenye huu wito, ambaye tumemkubali na yuko ndani yetu. Wanatuhangaisha, huwezi pumua, huwezi omba, huwezi sifu, huwezi fanya nini. Nasikia tu hii hatutaki, hii kwa eneo langu sitaki. Wewe na Saulo hamuko tofauti, you are the same. Ngoja mwangazi wako utakupiga, siku yako inafika na itabidi wakulete kwenye mikono zetu kwa uponyaji. Jamani, tusiwe watu wa kupinga kazi ya Mungu, tusiwe watu wa kupinga Kristo kujulikana. Napinga Kristo kujulikana, unataka nani ajulikane? Shetani. Na wamefanya huu upinzani wa kumpinga Kristo, wameufanya very legal. Ndio maana hata Saulo alipewa barua. Yuko na support kwamba kazi ninayofanya ni ya Mungu, ni ukweli, lazima iendelee. Kupinga kazi ya Mungu, maendeleo ya kanisa.
hawatulii. Ndio hao watu utasikia wamekuripoti kwa mapadri, kwa maaskofu, sijui kwa viongozi wa dini, wamekuripoti wapi? Kuuliza nimekula nini chako, naambiwa uache kusali hivyo. Kumbuka hawa watu ambao wanampinga Kristo, wakina Saulo na timu yake, pia wao wanajiona ni Wayahudi wazuri, wanafuata sheria. Ile ambayo nitakana pawa mahali pa baraka, pawa mahali pa kufunguliwa, pa ushindi, pamegeuka ni mahali pa mateso, ni mahali pa kusumbua watu wa Mungu. Mahali pa kuhangaisha watu wa Mungu. Mahali pa kusukumia watu mateso. Maana kanisa is a liberating organization. Sio kuteseka. Mungu anaenda kutusaidia. Mungu anaenda kutuweka huru. Kwa hivyo tusiwaogope wakina Saulo. Wanachotufanyia wakae kujua wanafanya nani? Kristo. Na Mungu mwenyewe atafanya nini? Na Kristo mwenyewe atajitetea kupitia kwa njia zake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Mungu nakushukuru kwa huu mwezi mpya. Na kushukuru kwa yote ambayo unazidi kutenda. Na dedicate huu mwezi mpya katika mkononi mwako. Katuongoze, katulinde na ukatuimarisha katika maisha yetu ya kila siku. Kwa njia kipekee katutumia Roho wako Mtakatifu ambaye anaenda kutuongoza. Roho wako Mtakatifu ambaye anaenda kutupea nguvu, maana Saulo ni wengi wameinuka, tunaishi nao na wameamua
kupinga kazi ya Mungu katika maisha yetu. Hawataki Kristo aweze kujulikana. Hawataki Kristo aweze kujulikana, lakini sisi hatutachoka kumtangaza Kristo. Mungu, unapotutumia Roho wako Mtakatifu, atupee nguvu hata katika mateso, hata wanapotutesa na kutusumbua kwa njia moja nyingine, sisi tuendelee na kazi ya Mungu. Mungu anaenda kutufungulia njia. Mungu anaenda kutuweka vizuri. Damu yake takatifu inaenda kujidhihirisha. Mungu, na kule ambako tulikuwa tumeteswa tayari, tumedhulumiwa, tumefanyiwa vitu vibaya, mwenyewe katuimarishe, mwenyewe katupe nguvu, mwenyewe katuponye na ukatupe mwanzo mpya, ili tuanze kuishi maisha mazuri, maisha mpya, maisha ya baraka. Maisha mzuri, maisha ya baraka. Kutana na mahitaji ya watoto wako ya kimwili na kiroho. Wanaomba kuinuliwa kimwili na kiroho, na wanaomba baraka nyingi na mambo mengi ya makubwa ya Mungu yaendelee kutendeka katika maisha ya watoto wako. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru na Mama Bikira Maria kwa maombezi yake. Mama Bikira Maria, usituache mama yetu, endelea kutuombea. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana na watakieni Jumapili njema. Ni Father Aga. Tumsifu Yesu Kristo.